katika watu ambao walionizunguka, yani sije kuona mtoto mwenye alio matatizo hayo. Ndio kwanza mimi katika ukoo wetu kuzaa mtoto mwenye matatizo kichwa kikubwa na mgongo wazi. Kwa hiyo nilivyojifungua pale Temeke, nikaambia mtoto wako ana shida hiyo, nikapelekwa mpaka Muhimbili na nikaelekezwa. Kwa kweli pale Muhimbili kidogo nikaishwa tamaa na madaktari. Ndio walivyoniambia kuwa mtoto huyu mwenye matatizo haya, yani ni hata kuja kutembea wala kufanya kitu chochote, ni tu kulala tu. Kwa hiyo kama ulikuwa na mume, jiandae yani kukimbiwa. Yaani kwa kweli nikaisha tamaa sana. Nyumbani changamoto niliyopitia ni kubwa, ni watu walionizunguka. Yaani wanakuchukulia kama ni yani umezaa mtoto wa ajabu. Wanakwambia wakati wa ujauzito kuna mambo fulani uliyafanya, si ulivuka makaburi, yani mambo mengi tu katika jamii. Kwa hiyo unaonekana kama vile mtu wa ajabu kumzaa yule mtoto. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwangu mimi. Hali ilivyo sasa hivi, mtu akipata mtoto mwenye mahitaji maalum, kwanza jamii yetu inaangalia kama labda alilaaniwa, kuna vitu vibaya na maana amepewa adhabu ya kupata mtoto wa namna hiyo. Kwa hiyo imepelekea wazazi wengi kuamua kuwaficha hawa watoto, hawaonekani, na sehemu nyingine inafikia kitendo hata cha kuwaua anapozaliwa akishajulikana anayo tatizo. Tulianzisha shule baada ya kuona tulikuwa tunahudumia watoto wenye tatizo la mgongo wazi na kichwa kikubwa mahospitalini, lakini baada ya hapo kupata matibabu tuligundua kwamba hawana mwendelezo wa kuendelea na shule. Kwa hiyo tulifikia mwafaka kuwaita wale wazazi ambao tulikuwa tumeshawahudumia na kuwauliza changamoto zao, na baadaye walipoelezea changamoto zao kubwa ni mazoezi, tiba ya mazoezi na shule kwa watoto wao. Sisi kama taasisi tuliona tuanzishe kituo cha kulelea watoto kutwa kwanza na mazoezi kwa hao watoto, na baada ya hapo tulipoona wale watoto wanaendelea vizuri, walipofikia muda wa kwenda kuanzishiwa kwanza darasa la kwanza, tulishirikisha serikali kwamba hawa watoto wanahitaji kuingiwa kwenye shule, lakini hiyo shule iweze kuwa na visaidizi. Kuna huduma ambazo watahitajika kuzipata. Shule yetu ni ya ujumuishi ambayo inawabeba watoto wote, wanakuwa sehemu moja, lakini sasa imefikia darasa la 4 na wameweza kufanya mtihani wa taifa wa darasa la 4 na mwakani wataendelea kuwa darasa la 5. Cha nyongeza tu kwetu namna ya ufundishaji. Tunatumia njia ya ufundishaji ambayo inaitwa Waldorf. Ni njia ambayo inaweza kumfundisha mtoto asikariri, inamfundisha mtoto apate kuelewa kutokana na mazingira. Na ndio maana sisi watoto wetu darasa sio la kukaa ndani tu. Walimu wanawatoa watoto nje, wanafanya darasa nje, wanafanya activities za shambani, lakini huko kote ni pia kujifunza yale ambao wanajifunza academic kule ndani, kwa sababu pia yapo huku nje kwenye mazingira yetu. Na njia hii inasaidia pia kumfundisha mtoto ambaye ana mahitaji maalum na mtoto ambaye hana mahitaji maalum kwa wakati mmoja. Grupu kubwa ambayo tumeitarget ni grupu ya mtoto mwenye mgongo wazi na kichwa kikubwa. Kwa maanake hawa wana changamoto kubwa kwa sababu hawawezi kujumuika na watoto wengine kwenye mashule ya kawaida kwa sababu hawana control ya choo na mkojo. Maanake choo na mkojo wao wanatolewa manually, na hapa tunatoa hayo mafunzo kwa hawa watoto. Maanake tunamfundisha namna ya kujitolea choo kikubwa na haja ndogo. Maanake ili zoezi atalifanya yeye mwenyewe maisha yake yote atakapokuwa mkubwa. Kwa hapa tunaanza kumfundisha mzazi na mtoto mwenyewe hadi inapofikia mtoto anaweza kufanya hilo zoezi mwenyewe. Tunatoa elimu kwa ajili ya kupunguza tatizo la mtoto kuzaliwa na mgongo wazi. Kwanza tunawapa elimu ya kujua kuna vyakula vipi wanaweza kuvitumia ambavyo vinaweza vikaongeza yale madini. Na pia sasa hivi kama serikali imewekeza hii food fortification ambao wanaongeza virutubisho kama vile folic acid, madini ya folic acid yanaongezwa kwenye unga. Kwa hiyo tunawaelekeza pia jamii kwamba kuna unga ambao umeongezwa virutubisho. Huu unga ni bora kwa matumizi
yako nyumbani kwa ajili ya kupunguza athari, aidha mama au binti alikuwa pale nyumbani siku akipata ujauzito, kusipatikane tatizo la mtoto kuzaliwa na mgongo wazi. Utapiamlo una madhara makubwa, na zaidi una madhara makubwa sana kwa wale watoto ambao wana migongo wazi. Tunafahamu mtoto mwenye mgongo wazi kwanza hakui. Unaweza kukuta mtoto ana miaka 10, kwanza ana miaka 15, miaka 10, miaka 20, bado tu anatunzwa na mama yake. Kwa hiyo moja inakuwa ni shida kwenye familia. Mama huyu, baba huyu, familia hii haiwezi kafanya kazi yoyote kwa sababu huyu mtoto anakuwa kwenye uangalizi. Sasa ule tu mgongo wazi, kuwa na mgongo wazi ni shida, hakui. Sasa ukijumlisha na utapiamlo, bado tunaendelea kuwashauri sana umuhimu wa kuzingatia ulaji bora, na hususan kwenye makundi maalum: wanawake wajawazito, watoto chini ya miaka 5, wazee pamoja na vijana balee, kwa sababu haya ndio makundi ambayo yanaonekana yanaathirika sana na utapiamlo. Ushirika wetu ambao tunafanya na Sanku ni tunashare taarifa, data ambazo tumekuwa tumezikusanya, na Sanku anaangalia eneo ambalo limeathirika sana, tunaweza intervene vipi katika kutoa elimu pale. Kwa sisi tukishawapata tunawakusanya kwenye aidha makundi, tunawapa ile elimu ya lishe na nini umuhimu wa unga ambao umekuwa umeongezwa virutubisho, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi kushinda ambavyo mtu angetumia ule unga na mtoto akazaliwa bila hilo tatizo. Madhara ni ya maisha, ni ya lifetime. Sio kwamba ni madhara yataishia ukishatibu yataisha, hapana, ni lifetime. Ndio maana tunatamani sana jamii, kaya, familia, mtu mmoja mmoja aone haja ya kuwa anapata elimu hii ya lishe na anafata, aone haja ya kufanya check up kabla hajapata mimba. Kwa hata watoto pia wanaokuja, maana ndio sijamaliza bado kuzaa, pia watoto ambao wanaokuja, kwa sababu chanzo na kijana kitu gani, yani nitajiandaa kabla ya kushika ujauzito, nitahakisha najipanga, kama ni vidonge na meza vya folic acid, kama ni matunda kwa wingi nitazingatia, ili tu nizae mtoto aliyokuwa timamu. Sisi hatuwezi kuwa na uwezo wa kuenda nchi nzima kutoa hii huduma. Tumetengeneza kama pilot, manake ni kuishawishi serikali sasa iweze kuwa na hizi shule kama hizi kwenye halmashauri nyingine. Kwa hiyo sisi tupo kwa lengo la kuielimisha pia serikali kwamba kuna hili target group linahitajika kuhudumiwa namna hii, na ndio maana tulivyoanza tulianza pamoja na serikali, manake wote twende kwenye gurudumu moja, tuwajue hii tunaisaidiaje hawa hivi kundi.